Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na upigaji nondo watajwa kugharimu maisha ya wakazi wa jiji la Mbeya. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya mazuri kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa, ambapo makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi ameeleza mapinduzi yaliyofanywa na hayati Dr. John Pombe Magufuli katika kuhakikisha wananchi na viongozi wanafanya kazi kwa misingi ya uzalendo, uwajibikaji, na kwamba hali hiyo itaendelea kuwa mwongozo kwa viongozi mbalimbali nchini. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Amezungumza hayo katika kumbukizi ya miaka 5 ya hayati Dr. John Magufuli yaliyofanyika wilayani Chato mkoani Geita. Dr. Nchimbi amesema hayati Dr. Magufuli alionyesha ujasiri na uthubutu katika kufanya maamuzi magumu yaliyolenga kulinda rasilimali za taifa na kuboresha maisha ya Watanzania. Hakuyumbishwa katika kupiga vita uzembe wala rushwa. 3, alitufundisha kwamba hatima ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ipo mikononi mwetu wenyewe. Alinukuliwa mara kadhaa akisisitiza kuwa tuna utajiri mkubwa wa rasilimali ambazo tukizilinda na kutumia vizuri zinaweza kutoa katika umaskini. Atakumbukwa pia kuwa mtetezi wa wanyonge, akisimamia kwa karibu hali zao na kuweka utaratibu madhubuti wa kudhibiti wizi na rasilimali za umma pamoja na kuimarisha nidhamu katika utumishi wa umma. Aliamini katika kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha zinawanufaisha Watanzania wenyewe. Aidha, alisimamia vyema uwajibikaji na mapambano dhidi ya ufisadi na wizi wa mali ya umma, hatua ambazo zilichangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarika kwa nidhamu katika utumishi wa umma. Hayati Dr. Joseph Magufuli ataendelea kuwa mioyoni mwa Watanzania. Nzuri, aliheshimu Tanzania, lakini muhimu zaidi aliwapenda Watanzania. Kazi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameiendeleza tena kwa kasi kubwa, hasa kwa miradi mikubwa ambayo yeye alianzisha, amehakikisha kuwa anaitimiza. Hayati Magufuli alianza safari ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kusomesha elimu bila malipo. Mwaka 2021 watoto walikuwa wanasomeshwa na serikali ya awamu ya 5 na hata inaingia awamu ya 6, serikali ilikuwa inaleta fedha milioni 800 kila mwezi za elimu bila malipo. Mshikamano na amani ya nchi inasisitizwa kuenziwa. Baraza la Maaskofu likiungana na ndugu zetu wote ambao tumekuja kusali hapa leo, tunazidi kuiombea nchi yetu amani na utulivu, maendeleo ambayo yatamgusa kila mtu, lakini vile vile umoja na mshikamano. Aidha, familia inashukuru kwa upendo wa Tanzania kujitokeza kushiriki ibada. Siku ya leo ni siku yenye hisia tofauti kwetu. Tunamkumbuka baba, babu, kaka, mjomba ambaye upendo wake kwetu haukuwa na maneno mengi bali vitendo zaidi. Aidha, imefanyika harambee ya ujenzi wa kanisa la Romani ambapo ilihitajika milioni 467 na kiasi kilichopatikana ni milioni 474. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Miaka 5 bila Dr. John Pombe Magufuli, mazuri ambayo aliacha, bila shaka itakuwa ni dira kwa waliobaki. Watu 6 wamefariki dunia mkoani Mbeya kufuatia matukio ya uhalifu, huku kundi la vijana wanaodaiwa kutumia nondo kuvamia watu nyakati za usiku likitajwa kuhusika. Taarifa zaidi na Laudens Mkonda. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapu Benjamin Kuzaga, amesema watu 11 wanashikiliwa kuhusiana na matukio hayo. Kwa mujibu wa kamanda Kuzaga, kundi hilo la vijana 6 limekuwa likivamia raia usiku na kuwashambulia kwa kutumia nondo kabla ya kuwapora mali zao. Kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa.
na waliofariki ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20. Na wa nne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25. Watuhumiwa wengine wawili waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Baadhi ya wahanga wamesimulia jinsi walivyoshambuliwa na kundi hilo la vijana. Nilivamiwa, nilikuwa nimelala nyumbani, jamaa wakaiba baadhi ya vitu na kunijeruhi. Hata sekunde sikuchukua, ndani ya dakika, yani tumepishana mmoja tu katika wale watatu, tumepishana mmoja tu. Nikashangaa niko chini. Mimi nilijeruhiwa kwa kupigwa mapanga mawili. Moja ukiona hii sehemu ambayo unaona imeshabonyea hapa, afu na nyingine kichwani huku ambako bado nyuzi nyingine za mwisho bado hazijatolewa. Baadhi ya wenyeviti wa mitaa wamesema matukio hayo yamekuwa yakiongezeka na kuathiri usalama wa wananchi. Lakini nashukuru kwa hawa waliokamatwa kwa sababu wamesema kile walichokitenda. Ninaomba kabisa sheria ichukuliwe mkondo wake. Jeshi la polisi linafanya kazi nzuri sana, lakini mahakama mimi niseme inatuangusha, kwa sababu jeshi la polisi linapowapeleka wahalifu kule, mahakama inakuja inawaachia. Wangekuwa wanarudi kwetu sisi, wanauliza. Hawa watu kikawaida, mimi ninachokijua, dawa ya moto ni moto. Nilikuwa naomba sasa, kama ni sheria ipo irekebishwe kwamba mtu aliyeua naye uawe. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu ili kusaidia kukomesha vitendo hivyo na kurejesha hali ya usalama ndani ya mkoa wa Mbeya. Laurent Simkonda, Star TV, Mbeya. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amezindua rasmi mkutano wa mapitio ya pamoja ya sekta ya maji, Joint Water Sector Review, na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa wadau katika kuhakikisha kuwa upatikanaji wa maji safi na salama kwa Watanzania wote unakuwa wa uhakika. Taarifa ya Beni Moipaja inasomwa studio. Akizungumza katika mkutano huo mjini Morogoro, Balozi Omar amesema sekta ya maji ni muhimili muhimu wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na hivyo inahitajika uwekezaji endelevu na usimamizi madhubuti wa rasilimali za maji. Jamii. Kwa upande wa sekta binafsi, na tusiishie kwenye viwanda na supply ya huduma na bidhaa mbalimbali za maji, lakini inawezekana ukawa na namna tofauti ya mashirikiano. Inawezekana ikawa pengine kuna baadhi ya maeneo maji yakatolewa kwa njia ya ubia PPP. Sekta binafsi iwekeze, sekta binafsi isambaze maji, na alafu wananchi na watumiaji wengine walipie. Bila shaka kunahitajika pengine concession agreements baina ya serikali na sekta binafsi. Tunachohitaji ni innovative ways za kuhudumia sekta ya maji, na hii ni changamoto ambayo tunapaswa tuiangalie katika mkutano wetu huu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Juma Waziri amesema serikali itaendelea kuimarisha sekta ya maji kwa kuweka mikakati madhubuti itakayohakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa Watanzania wote pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Mpaka sasa hatua kubwa imefikiwa. Tayari kwa maeneo ya vijijini tumevuka lengo, tuna 85.2%, na kwa upande wa mijini wizara inaendelea kukamilisha miradi inayoendelea kutekelezwa pamoja na kutekeleza miradi mipya ya kimkakati ili kuhakikisha tunafikia hilo lengo, ambapo sasa si 95% tena bali ni 100%. Aidha, kwa upande wa vijijini jitihada zinaendelea kujenga na kupanua miundombinu ya maji ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Mpaka sasa tunafahamu Tanzania ina vijiji 12333 na vijiji ambavyo vina miundombinu rasmi ya maji ni 10758. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa serikali, wadau wa maendeleo, sekta binafsi, asasi za kiraia na wataalamu wa sekta ya maji kutoka ndani na nje ya nchi. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa serikali, wadau wa maendeleo, sekta binafsi, asasi za kiraia na wataalamu wa sekta ya maji kutoka ndani na nje ya nchi.
Halmashauri ya jiji la Mwanza kupitia mradi wa Green and Smart Sites unatajwa kuchochea ukuaji wa uchumi kwenye nyanja mbalimbali za kimasoko, mialo na kuboresha sekta ya maji, ikiwa ni pamoja na kuongeza kasi ya ukusanyaji mapato yatakayochangia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Taarifa kamili na Grace Mbise. Akizungumza kwenye mafunzo yaliyokutanisha madiwani wa halmashauri ya jiji la Mwanza, watendaji kata pamoja na management ya jiji hilo kutoa elimu ya uanzishwaji wa kanzidata ya kijiografia inayohusisha vyanzo vya mapato na huduma za kijamii. Afisa mradi wa sasa Ephraim Danford amesema kinachofanyika hivi sasa ni kuanzisha kanzidata itakayohusisha vyanzo vyote vya mapato na kuwafikia wananchi kwa kuboresha huduma za kijamii. Tuko kwenye zoezi au awamu ya 3 ya kuandaa sasa kanzidata ambayo itaambatana na kukusanya taarifa mbalimbali za wale wote wanaopaswa kulipa kodi za vyanzo mbalimbali kwenye kata zetu zote 18 zinazotengeneza jiji la Mwanza. Tunatarajia database hii au kanzidata hii tunayoiandaa itaanza kutumika rasmi mwaka wa fedha wa 26-27, nikizungumza kwa maana ya Julai mosi. Lengo la mradi huu unaotekelezwa katika jiji la Mwanza, Tanga na Pemba, ambao ulianza kutekelezwa mwaka 2021, unaogharimu zaidi ya euro milioni 75, ni kuboresha maeneo muhimu ambayo yatasaidia suala zima la ukusanyaji wa mapato, ikiwemo mialo na masoko. Na tunafahamu katika ukuaji wa miji, ina maana huduma nyingi zinahitajika. Unahitaji kuwa na taarifa ili kufanya maamuzi. Sasa unapokuwa na takwimu ambazo zinajitosheleza na za uhakika, halmashauri pamoja na viongozi wanaweza kufanya maamuzi sahihi bila kupendelea. Wanaweza kufanya maamuzi sahihi juu ya rasilimali, wanaweza pia kupunguza gharama kubwa za uendeshaji wa shughuli za halmashauri. Mstahiki Meya wa jiji la Mwanza, Sima Konstantini, amesema mradi huu ni uti wa mgongo wa jiji la Mwanza katika suala zima la ukusanyaji mapato. Mara kadhaa tumekuwa na changamoto kubwa sana ya upotevu wa mapato na kutokusanya mapato katika asilimia kubwa. Hii inatokana na kutokuwa na data au kutokuwa na takwimu sahihi ambazo zinaweza zikasaidia ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo kwa hatua hii kwetu sisi yatakuwa ni mapinduzi makubwa sana ya kwenda kuboresha mifumo yetu. Serikali imeendelea kuboresha sekta ya ukusanyaji mapato nchini kwa kutumia mifumo ya kisasa, kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha na kusaidia kupata fedha zitakazosaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imelielekeza Shirika la Nyumba la Taifa NHC kuendelea kukarabati majengo ya zamani ili yaendane na mahitaji ya sasa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha sekta ya makazi nchini. Taarifa zaidi na Queen Yusufu. Maagizo hayo yametolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa jengo la Mkwakwani Plaza jijini Tanga unaosimamiwa na Shirika la Nyumba la Taifa NHC, mradi unaohusisha ujenzi wa vyumba vya biashara pamoja na nyumba za makazi. Kwenye maeneo mbalimbali tumeona majengo yetu mengi ya Shirika la Nyumba ni ya muda mrefu kwa sababu yalijengwa kipindi cha nyuma. Tunawapongeza, tumeona mara kadhaa mkijaribu kufanya jitihada za kufanya ukarabati. Ni wito wetu kama kamati kwamba kazi hii ya ukarabati wa majengo haya ya zamani ya Shirika la Nyumba iendelee kuwa kazi endelevu, ifanyike kama kazi endelevu ili tuendelee kuboresha hali ya majengo haya yaweze kuendana na hali ya sasa na yaweze kutoa huduma ambazo zinatarajiwa. Shirika la Nyumba la Taifa NHC limeeleza kuwa lina mpango wa kujenga hoteli ya kisasa ya kibiashara mkoani Tanga, mradi unaolenga kukuza uchumi wa mkoa pamoja na taifa kwa ujumla. Mfano Tanga tuna mradi wa hoteli ambao unakuja. Ule tutafanya kwa njia ya ubia, lakini itakuwa ni hoteli ya kisasa. Nadhani inaweza kuleta ushindani mkubwa. Lakini nilikuwa na mbia wetu mwezi uliopita, ni kuweza kujenga hoteli ambayo ni nzuri zaidi kwa Tanga, ambayo itakuwa ni business hotel. Kwa shirika letu hili ni wahakikishieni, haya ni maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeamua kufanya shirika hili si la huduma tu, lakini pia lifanye kibiashara. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii
imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo la Mkwakwani Plaza ambalo mpaka sasa utekelezaji wake umefikia 37% na utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 8.6. Nikiripoti kutoka Tanga, mimi ni Queen Yusufu wa Star TV. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mkoa wa Mwanza imekusudia kuondoa makandokando katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuhakikisha inaongeza usimamizi wa mikataba ya taasisi zote za serikali ili iwe zenye tija na kulinda maslahi mapana ya umma. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Kusanyiko hili jijini Mwanza. Hii ni semina elekezi inayotolewa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mkoa wa Mwanza kuhusu uingiaji na usimamizi wa masharti ya mikataba baina ya ofisi za halmashauri na watoa huduma kwa wakuu wa vitengo vya sheria na wakuu wa idara za ugavi. Nia haswa ni kuhakikisha taasisi husika mkoani humu zinaingia mikataba yenye tija na inayozingatia sheria za nchi ili kuepuka migogoro ya kisheria na upotevu wa fedha za umma. Tunataka kuondokana na makandokando katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Tunataka tuachane na hilo. Sasa kuanza kwake lazima tuzungumze sisi kama watendaji, tuwasikie na sisi tuambie kwetu, tujipange vizuri, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba mikataba ya maendeleo katika mkoa wa Mwanza inatekelezwa na tija inapatikana kwa wananchi. Ufuatiliaji wa kina wa mikataba katika ofisi za wanasheria inaweza ikawa ni mwarobaini wa changamoto kutokamilika kwa wakati kwa baadhi ya miradi ya serikali, na kwamba kufanyika kwa semina hii ni jambo jema. Sheria inatoa mamlaka ya kisheria kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuhoji, kuuliza na kufanya ukaguzi katika utekelezaji wa mikataba inayoingiwa na taasisi za serikali. Mmefundishwa na mtafundishwa masuala mbalimbali ya utaalamu ambayo pengine yalikuwa yamepungua katika utekelezaji wenu. Baadhi ya washiriki wamekuwa na mtazamo chanya. Mwanasheria anaweza kawa na vet mikataba, anaipitia na kuikagua mikataba, lakini katika utekelezaji zaidi anaenda kutekeleza either mhandisi ama afisa manunuzi. Hao ndo wana deal sana na issue ya mikataba. Lakini huku unakuta mwanasheria anakuwa ameachwa. Kwa hiyo hizi hatua nyingine zote anakuwa hazifahamu. Mafunzo haya tumeyachukulia kama sehemu muhimu ya kuongeza chachu katika utekelezaji wa shughuli za ununuzi wa umma, kwa maana taasisi hizi mbili ni wadau muhimu katika shughuli za ununuzi wa umma. Semina hii ambayo ni mara ya kwanza kufanyika itadumu kwa muda wa siku 2, ambapo washiriki watapata fursa ya kunufaika na mada kadhaa, miongoni ikiwa ni upekuzi wa mikataba, masharti na utaratibu wa kisheria katika kufanya manunuzi ya umma kwenye miradi ya ujenzi na huduma na utoaji ushauri. Sudi Shaabani, Star TV, Mwanza. Wakazi wa wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wamesema mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ni muhimu kwa ajili ya kuwaepusha na athari za kiafya ambazo wanazipata kutokana na matumizi ya nishati isiyo salama. Taarifa zaidi na Shabani Lupimo. Ugawaji wa majiko banifu kwa wakazi wa kata ya Dutwa katika wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, ikiwa ni utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo wakazi wa Bariadi wanasema mbali na kuwa na gharama nafuu, pia ni salama kwa afya za watumiaji na mazingira. Ile sumu ambayo inatuharibia afya zetu hazipo tena. Ina maana tunaweza tukafanyaje? Tunaweza tukawa tumeokoa maisha yetu kwa wingi. Ni majiko safi, tutatunza mazingira, na pia ukataji wa miti utapungua kwa sababu yanatumia mkaa kidogo. Kwa hiyo itatusaidia kulinda mazingira yetu na uoto wa asili tulionao katika mazingira yetu. Meneja usambazaji kutoka kampuni ya Geita Millennium Star Limited, Hamis Kashilila, anasema majiko haya yametengenezwa kitaalamu kwa kuzingatia afya za wananchi kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupunguza hewa chafu ya ukaa. Wananchi wanavyolalamika majiko ni machache, na kuna mikakati mizuri ya kuongeza majiko, lakini ambao uko tayari ni tuna majiko zaidi ya 300 kupitia wakala wa nishati vijijini. Wametuahidi baada ya kumaliza majiko haya wanatuongeza majiko mengine ili tuweze kukidhi at least kiwango cha uhitaji uliopo kwa wananchi. Akizungumza mara baada ya kupokea majiko haya, mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Simalenga anaishukuru serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kuleta majiko haya kwa bei ya ruzuku kwa ajili ya kusaidia wananchi vijijini. Shukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hili.
Kuna maeneo wametoa gesi za kutosha karibu nchi nzima. Majiko yamefika kwa wananchi kwa bei ya ruzuku. Sasa TANESCO wamekuja na majiko, nyinyi REA mmekuja na majiko, na wote mmepita kwenye wilaya ya Bariadi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hii. Na najua watayagombea sana. Watayagombea sana kwa sababu kila mtu atahitaji. Hatua hii ni utekelezaji wa mkakati wa serikali wa nishati safi kitaifa unaolenga hadi ifikapo mwaka 2034 80% ya wananchi wao wanatumia nishati safi, salama na nafuu ya kupikia. Shabani Lupimo, Star TV, Simiyu. Katika sekta ya afya, Wizara ya Afya imewataka wananchi wa mkoa wa Mwanza na mikoa jirani ya kanda ya Ziwa kutumia kampeni ya chanjo ya polio, kuwapeleka watoto wao kuweza kupata chanjo hiyo ili kuwanusuru na ugonjwa huo baada ya kugundulika tishio la uwepo wa virusi vya ugonjwa wa polio kwenye maji taka. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Hadi sasa hakuna mgonjwa yeyote wa polio katika mkoa wa Mwanza. Wizara inafanya kampeni hii kupitia waandishi wa habari kuwapatia mafunzo maalum namna ya kupeleka elimu hiyo ya chanjo kwa jamii. Hii ni baada ya kufanya ufuatiliaji wa viashiria vya magonjwa na kubaini vimelea vya ugonjwa wa polio kwenye maji taka jijini Mwanza. Dr. Tumaini Haonga anabainisha namna chanjo hiyo itakavyowanusuru watoto dhidi ya ugonjwa wa polio. Wizara ya Afya kwa ushirikiano na ofisi ya Waziri Mkuu imefanya maamuzi ya kutekeleza zoezi maalum la kampeni ili kutoa chanjo kwa hawa watoto wenye umri wa miaka 10 kushuka chini ili kuhakikisha wanakuwa na kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio. Na kwa kuzingatia hali halisi ya kijiografia, mwingiliano wa watu katika jiji la Mwanza, katika mkoa wa Mwanza na mikoa ya jirani, maamuzi yaliyofanyika ni kutoa chanjo kwenye mkoa huu wa Mwanza ambako tulibaini changamoto kwenye sampuli za majitaka, lakini na mikoa ya jirani. Kampeni hii itakayozinduliwa Machi 24 mkoani Mwanza hadi 27 na kufikia mikoa jirani ya Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora. Wizara inasema chanjo ni salama. Bahati nzuri ni kwamba kwa mkoa wa Mwanza hatuna mgonjwa wa polio. Na maamuzi ya kutoa chanjo yamekuja kufuatia jitihada za kawaida ambazo sekta ya afya, Wizara ya Afya, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na wadau huwa inaendelea kuzifanya wakati wote. Ni kuwafikishia wananchi ujumbe sahihi, the right message, kwamba hii polio vaccine au chanjo ya polio ni salama na haina shida yoyote, na watu waje wengi kusudi tuweze kufikia lengo. Na katika zoezi hili tumelenga kupita nyumba kwa nyumba, tutapita kila kaya, kwa hiyo timu itafika katika kaya yako na kuweza kutoa huduma kwa hao watoto. Na pia tutapita maeneo yenye mikusanyiko, mfano kama shule, maeneo ya masoko, maeneo ya watoto waliopo pia mtaani, wote tutawafikia. Kwa hiyo mkoa umeweza kuweka jitihada kubwa sana za kuweza kuwafikia watoto wote. Baadhi ya waandishi wa habari katika mkoa wa Mwanza wamewaomba wananchi kutumia fursa hii kuwakinga watoto na ugonjwa wa polio. Kama tunavyojua, kinga ni bora kuliko tiba. Chanjo hii inatolewa bure kabisa na umeambiwa utafuatwa eneo lolote, mtoto atafuatwa. Tumeambiwa kwamba ni chanjo ambayo ni salama na zimefanywa utafiti. Kwa hiyo mimi ni wasi tu wale wazazi ambao pengine wamekuwa kipuuza chanjo hizi ambazo zinatolewa. Watoto zaidi ya milioni 1.2 katika mkoa wa Mwanza wanatarajiwa kufikiwa na chanjo hiyo ya polio. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Wanafunzi na wahitimu wa fani ya kilimo katika Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA Morogoro wanashiriki mafunzo maalum ya siku 4 nje ya mfumo rasmi wa chuo katika kuwajengea uwezo katika tasnia ya biashara na matumizi sahihi ya viuatilifu. Kutoka Morogoro, Angelo Muleka ana undani wa taarifa hii. Mafunzo hayo yanayoshirikisha mamia ya wasomi wa fani ya kilimo na wachache kutoka fani tofauti, wengi wao wakiwa ni vijana, maafisa kilimo wanaopenda kuongeza ujuzi na wale wenye mwelekeo wa kuanzisha biashara ya viuatilifu, ni mwitikio wa maombi ya wanafunzi wanaosoma fani ya sayansi ya udongo SUA waliowasilisha kwa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA. Yaani kuna yale mambo ambayo ni ya muhimu zaidi ambayo sisi kama wanafunzi tuliona tuongeze ubora
wa mafunzo yetu pia, ambayo ni muhimu na wakulima wengi wanapitia hiyo changamoto. Mfano, namna nzuri ya kudhibiti visumbufu mimea, wadudu. Mimi inanipa funzo na fursa kuona kwamba kumbe kama tutakuwa tunaendelea kupata mafunzo kama haya, vijana wanaweza kujiajiri kwa mfumo wa makundi, wakatengeneza kampuni zao, wakatengeneza vikundi vyao. Wakati tunasoma, kuna somo ambalo tumejifunza special registration kwenye plant health, na nimekuja kukutana nalo nje ya chuo, kumbe linafanya kazi na linaweza likawa ni chanzo cha mimi kujiajiri baada ya kumaliza masomo yangu. Nilichokiona, nimeona fursa ya ajira nje ya mfumo rasmi. Itaondoa ile gap kati ya mkulima na msambazaji au mfanyabiashara. Wakufunzi wa mafunzo hayo Ramadhani Kilewa na Gloria Wapalila kutoka TPHPA wanasema mnyororo wa viuatilifu unahusisha watu wengi zaidi ya mkulima na muuzaji. Hivyo kutolewa kwa mafunzo hayo kwa makundi tofauti inasaidia kuimarisha usalama wa chakula katika soko la ndani na nje. Watumiaji wengi ni wakulima, lakini watumiaji wengine pia ni wafanyabiashara mbalimbali wa viuatilifu. Hivyo elimu kwa wauzaji wa viuatilifu ni muhimu sana katika kuhakikisha matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Katika kuliendea hilo, mamlaka ikaona kwamba ije na haya mafunzo ya taaluma maalum, ambayo ni kwamba wakati mwingine vijana wetu wanaikosa wakiwa vioni. Tunakwenda kwa vitendo zaidi. Sisi tunategemea kwamba watakaozingatia vizuri, maana yake ni kwamba wataenda kufanyia kazi na yataleta matokeo ambayo chanya kwa ajili ya kuweza kusaidia wakulima wetu, lakini vile vile ni kwamba kuisaidia nchi yetu. Sheria ya afya ya mimea ya mwaka 2020 na kanuni zake za mwaka 2023 zinaelekeza wadau wote wanaofanya shughuli zinazohusisha viuatilifu kupata mafunzo ya taaluma maalum kwa lengo la kuepusha madhara yatokanayo na viuatilifu, kwani vina sumu. Angelo Mwaleka, Star TV. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi na pia tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James BJ. Msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku, bila kumkosa mzee wa ngumi jiwe Tangol kwenye Gangs of Manila kila siku saa 3:45 usiku. Wale wa Bongo Movies na series za kibongo, basi Mambo TV Swahili ndio nyumbani. Kupitia Novela E+, furahia tamthilia kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Bonnie Bears na nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha Mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha Smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT, ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi.
pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Kukosekana kwa taulo za kike kwa wanafunzi wa kike wa shule za msingi wilayani Arumeru ni moja ya mambo ambayo yanatajwa kuchangia kukosa masomo kipindi cha hedhi, jambo ambalo linawadidimiza kitaaluma watoto wa kike. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa shule ya sekondari Olokokola Peter Mlinga anakiri kuwa baadhi ya wanafunzi wa kike wamekuwa wakikosa masomo kwa kukosa taulo za kike na miundombinu rafiki ya kujisitiri katika kipindi cha hedhi, wakihofia fedheha. Tumelipokea kwa furaha kwa sababu limewasaidia wasichana wa shule hii kupata taulo ambazo zitawasaidia kwenye masomo yao. Ambalo litakalowasaidia sana ni kuwa confidence katika elimu na utoro wa rejareja hautakuwepo, maana wazazi wengi hawana uwezo wa kununulia hizi taulo za kike. Kupata hizi taulo zitawasaidia kuja shule na kufeel free na kuwa na confidence katika masomo yao, na naamini performance yao itakuwa nzuri zaidi. Suala hili linagusa shirika la habari Maalum Media ambao wanaofikia mabinti kupitia kampeni ya Binti Kinara kwa kutoa taulo za kike. Mwakilishi wa mkurugenzi Mary Singo anabainisha lengo la kuishirikisha jamii ili shiriki katika kuwezesha mabinti kupata taulo za kike. Tumeona tulete hizi taulo za kike ili ya kwamba kumsaidia huyu mtoto katika elimu yake, asiweze kukosa masomo kwa sababu ya aina yoyote ile, ili ya kwamba aweze kukaa darasani, aweze kutulia, asome bila shida yoyote. Wengine wanaogopa kuja darasani kwa sababu wanajua nikikaa kuinuka ni changamoto akiwa kwenye zile siku zake. Lakini katika hiki ambacho tumekifanya, naamini ya kwamba binti anaenda kuinuka tena. Taasisi mbalimbali zingeweka jitihada kusaidia na kusapoti wanafunzi, kama kitendo leo kilichofanywa na Radio Habari Maalum, wamewezesha vijana kupata pedi, na taasisi zingine zenye platform zingewekeza jicho lao kwa wanafunzi kwa kusapoti kwa vitu kama hivi, especially kama shule zilizopo kijijini. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wanaeleza kuwa upatikanaji wa taulo za kike utawasaidia kuhudhuria vipindi kwa wakati na kuboresha ufaulu wao. Pia taulo hizi zitatusaidia ili tuweze kuhudhuria vipindi tukiwa katika siku za hedhi. Tunafurahia sana kwa maana kwa kutupa taulo hizi zitatusaidia sana katika maisha yetu. Kwa hiyo taulo hizi zitatusaidia katika kujiamini. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia mwaka 2023, wanafunzi wa kike hupoteza wastani wa siku 30 hadi 40 za masomo kila mwaka kutokana na ukosefu wa mazingira rafiki wanapokuwa kwenye hedhi. Beatrice Gerard, Star TV, Arumeru, Arusha. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami Bernard James. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Benki ya Maendeleo TIB kwa kushirikiana na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP
wamesaini hati ya makubaliano MOU yenye lengo la kuendeleza mifumo bunifu ya ufadhili wa maendeleo na kuchochea mageuzi ya kijamii pamoja na kiuchumi nchini. Tupate taarifa zaidi. Ushirikiano huo unalenga kufungua fursa za uwekezaji katika sekta za kimkakati ikiwemo nishati jadidifu, biashara ndogo na zakati, uchumi wa buluu, miradi ya vijana, kuwezesha utambuzi na uendelezaji wa miradi yenye mvuto kwa wawekezaji kupitia mifumo ya ufadhili mseto na kuongeza utayari wa uwekezaji. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkurugenzi mtendaji wa TIB Deogratias Kuyukwa amesema ubia huu unaakisi dhamira ya pamoja ya kuharakisha maendeleo endelevu kwa kutoa mitaji ya muda mrefu na suluhisho bunifu za kifedha kwa sekta muhimu za uchumi. Benki za maendeleo duniani zinamiliki rasilimali zinazokadiriwa kufikia dola trilioni 18 hadi 20. Hata hivyo, Afrika inapata takriban 2% tu ya rasilimali hizo. Hii inaonyesha kuwa changamoto kubwa sio upatikanaji wa fedha pekee, bali pia ubora wa maandalizi ya miradi inaweza kuvutia uwekezaji. Kwa hiyo kupitia ushirikiano huu tutaweza kuchakata miradi mbalimbali mikubwa ya midogo ya serikali ili kuwa sasa iweze kuwa bankable na kuweza kupata ufadhili kwa haraka zaidi. Naye mwakilishi mkazi wa UNDP amesema ushirikiano na taasisi za kifedha za ndani ni muhimu katika kuongeza athari za maendeleo, huku ukilenga kukuza uchumi jumuishi, kuimarisha ustahimilivu wa kiuchumi na kupanua fursa kwa jamii. In today's world, development is no longer only about doing things, project implementation. It is also about shaping ecosystems, influencing discussions, de-risking investments, unlocking finance, and crowding in capitals to the areas that matter most to the people of Tanzania. Makubaliano hayo pia yanaendana na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 pamoja na juhudi za serikali chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuharakisha mageuzi ya uchumi, kukuza uwekezaji na kulinda mazingira. Ubia huo pia utaimarisha uwezo wa taasisi, kukuza ujasiriamali, kuzalisha ajira hasa kwa vijana na kuharakisha utekelezaji wa miradi yenye matokeo chanya kwa uchumi wa Tanzania. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC kimewalika wadau mbalimbali kuchangamkia fursa za uwekezaji katika miradi 113 ya ubia katika sekta mbalimbali nchini, ikiwemo za usafirishaji, uchukuzi, afya na maji, ambapo miradi 10 kati ya hiyo ni ya kimkakati katika utekelezaji wa mpango wa taifa wa miaka 5. Taarifa yake Michael Noel inasomwa na Athman Mihula. Akizungumza wakati wa hafla ya iftar iliyoandaliwa na PPPC na wadau wake, mkurugenzi wa miradi wa kituo hicho Agustino Saibul amesema tayari miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali, ambapo utekelezaji wake utakuwa na mchango mkubwa kwenye mafanikio ya mpango wa taifa wa miaka 5 na dira ya 2050. Kwenye kituo chetu cha ubia tumeweza kuwa na pipeline ama orodha ya miradi takriban 113 ambayo ipo katika hatua mbalimbali za maandalizi na utekelezaji, na ambazo ziko katika sekta mbalimbali kama vile sekta ya usafirishaji, sekta ya uchukuzi, sekta ya maji na sekta ya afya na sekta zingine ambazo ni vichocheo kwenye uchumi wetu wa nchi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za sheria wa PPPC Flora Tenga amesema kituo hicho cha ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi kimeendelea na mkakati wa kuifanya miradi ya PPP kuchangia shilingi trilioni 170 kati ya trilioni 334 kutoka sekta binafsi inayotarajiwa kwenye mpango wa miaka 5 utakaoanza Julai mwaka huu. Taratibu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi inatakiwa trilioni 170 ambazo zinatakiwa zitoke kutoka sekta binafsi. Sasa utaona sasa role ya PPP ilivyo kubwa kuhakikisha kwamba huu mpango wa maendeleo wa miaka 5 ambao unaanza Julai, role ya PPP ni kubwa sana. Kwa hiyo inatakiwa sasa kuweka strategies au mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba huu taratibu wa kumleta private sector kufanya biashara na serikali kwa utaratibu wa PPP unaleta tija zaidi.
Baadhi ya wadau waliowekeza kwenye miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP wameeleza namna miradi hiyo ilivyo na tija katika uchumi na huduma za kijamii. Sisi ni wanufaika wa mradi hasa huu wa BRT phase 2, yani wa mwendo kasi, ambao ruti zake ni kutoka Mbagala tunaenda mpaka Kivukoni, Mbagala mpaka Gerezani na Mbagala mpaka Moroko. Kwa sasa tunaishia Ilala Boma kwa sababu ya marekebisho ya barabara na madaraja. Katika hatua nyingine, PPPC inaratibu mkutano mkubwa wa wadau wa uwekezaji na wadau wa maendeleo kutoka ndani na nje ya nchi utakaofanyika nchini Juni mwaka huu ili kujadili kwa pamoja fursa zinazopatikana kwenye miradi ya miundombinu kupitia PPP. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Marekani inakabiliwa na sakata la kutengwa na mataifa 7, hii ikiwa ni kutokana na mpango wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz katika ghuba ya Uajemi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Chazi Machugu. Wakati giza likiwa limetanda juu ya ushiriki wa Iran katika fainali za kombe la dunia. Wakati vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ikiendelea kuchukua sura mpya, Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na viongozi wa serikali yake na washauri juu ya hatma ya kufungua mfereji wa Hormuz, ambalo ni lango kuu la njia ya usafirishaji wa nishati ya mafuta. Ikumbukwe Iran imezuia njia muhimu ya usafirishaji baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Licha ya taifa la Marekani kutamba kuwa na vifaa vizuri vya kijeshi pamoja na nguvu, lakini Rais Trump ameziomba takriban nchi 7 kutuma meli zao za kivita kusaidia kuiweka wazi Hormuz baada ya Iran kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kutumia drone na makombora na kufunga njia hiyo ya kimkakati inayotumika kusafirishia asilimia kubwa ya mafuta duniani. Rais Trump ameyatupia lawama mataifa ya Japan, China na Uingereza kwa kutokusaidia jambo hilo la usalama katika mfereji huo. Aidha, Rais Donald Trump pia ameionya NATO kuhusu mustakabali mbaya sana endapo washirika hao hawataongeza shinikizo la kufungua tena njia hiyo ya maji. Je, hatua hii ya Marekani kulaumu baadhi ya mataifa kutotoa msaada ni alama ya kushindwa kwenye mzozo huo? Tukiangazia Lebanon, jeshi la Israel IDF limethibitisha kuanza operesheni ya ardhini ya kijeshi ya muda itakayolenga maeneo kadhaa kusini mwa Beirut na kushambulia ngome za Hezbollah iliyo na makazi ya maelfu ya raia wa Lebanon, huku vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kutanuka. Operesheni hiyo pia inasemekana kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuwalinda raia wa kaskazini mwa Israel. Hili linajiri baada ya kundi la Hezbollah kuanzisha mashambulizi dhidi ya Israel Februari 28 kupinga mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah al-Sayyed Javad Khamenei yaliyotokea kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Tangazo hilo linafanana na lile lililotolewa mwaka 2024 wakati Israel na Hezbollah
walipopigana vita vikubwa nchini Lebanon mwaka 2023, wakati jeshi hilo la Israel lilipoanzisha operesheni ya ardhini dhidi ya ukanda wa Gaza kujibu mashambulizi ya kundi jingine la wanamgambo wa Kipalestina kusini mwa Tel Aviv mnamo Oktoba 7. Mwanzoni mwa vita vya mahasimu hao wawili, Israel ilitoa onyo kwa watu kuondoka huko, hali iliyosababisha wakazi wengi kupoteza makazi yao. Kwingineko, harakati ya Houthi ya Yemen imejizuia kwa kiasi kikubwa kujiunga na ongezeko la hivi karibuni kati ya Iran na wapinzani wake, licha ya hapo awali kulenga meli ambazo imesema zina uhusiano na Marekani na Israel katika Bahari Nyekundu. Ndani ya nchi hiyo, watu wenye msimamo mkali wanatoa wito wa hatua mpya za kijeshi, wakitaja msimamo wa kimkakati wa Yemen kuhusu mlango wa Bab el-Mandeb na uwezo wa juu wa makombora. Lakini baada ya karibu ya muongo mmoja wa mgogoro mibaya, wa Yemen wengi wanalipa kipaumbele jambo la utulivu wa ndani na urejeshaji wa uchumi kuliko kuhusika zaidi katika vita vya kikanda. Kwa sasa taifa hilo liko njia panda, kwa baadhi ya makundi yenye msimamo mkali yakitaka kuingilia kati mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya taifa la Iran. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Serikali ya Taliban imesema watu wasiopungua 400 wameuawa katika shambulizi la anga la Pakistan kwenye kituo cha matibabu ya dawa za kulevya huko Kabul. Afghanistan imeishutumu Pakistan kwa kufanya shambulio hilo la anga lililowaua watu wasiopungua 400. Lakini Pakistan nayo imekana shutuma hizo, ikisema vikosi vyake vya kijeshi vilishambulia vituo vya kijeshi. Shambulio hilo limetokea huku kukiwa na uadui mpya unaozidi kuongezeka kati ya majirani hao wawili katika wiki 3 zilizopita, ambazo Pakistan imezieleza kama vita vya wazi. Baada ya miezi kadhaa ya mvutano umeongezeka na mapigano makali ya mpakani, Pakistan ilitangaza vita vya wazi dhidi ya nchi jirani ya Afghanistan mnamo Februari 27, ikiituhumu Taliban kwa kuwahifadhi makundi ya wanamgambo yanayopanga mashambulizi ndani ya Pakistan, dai ambalo Pakistan imelikanusha vikali. Serikali ya Taliban imekana kuhusika au kuunga mkono makundi ya wanamgambo kutoka eneo lake. Na mtazamaji, na huo ndo mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari za michezo na burudani, endelea kuwa nami. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Katika riadha, zaidi ya wakimbiaji 10,000 watashiriki katika mbio za Suma JKT Marathon, ukiwa ni msimu wa pili wa mbio hizo zitakazofanyika Juni mwaka huu jijini Dodoma. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari.
Mbio hizo zinalengwa kukusanya fedha kwa ajili ya kununua vifaa tiba kwa ajili ya huduma ya mama na mtoto. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT na afisa mtendaji mkuu wa SUMA JKT Meja Jenerali Rajabu Mabere amesema mbio hizo ni fursa ya jamii katika kuimarisha afya zao na kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza. Meja Jenerali Mabere amesema mbali na mbio hizo kujenga na kuimarisha afya za wakimbiaji, pia zinatoa fursa za kusaidia jamii katika kuimarisha huduma za afya nchini. Natoa wito kwa wadau wengine kuendelea kujitokeza kushirikiana na SUMA JKT ili kuhakikisha mbio hizi zinakuwa endelevu katika kalenda ya michezo nchini Tanzania. Vile vile napenda kuhamasisha wananchi, wana michezo wenzangu, taasisi mbalimbali pamoja na vijana kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mbio hizi zitakazofanyika tarehe 7 mwezi wa 6 2026 jijini Dodoma. Ushiriki wetu utakuwa mchango mkubwa katika kufanikisha malengo ya tukio hili. Kaimu mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dodoma Novatila Ndahani amesema mbio hizo zimegeuka kuwa na hamasa kubwa kwa jamii katika kupenda kufanya mazoezi kwa lengo la kujenga afya zao. Baada ya ule msimu wa kwanza, kwa kweli Afande General Rajabu Mabere ilitufanya Dodoma sisi tusimame kinara katika mbio hizi za marathon. Hata wengine walipata kuziiga. Mkurugenzi wa SUMA JKT Brigadier Petro Ngata amesema katika kuhakikisha wakazi wa Dodoma na mikoa mingine wanashiriki mbio hizo, Machi mwaka huu kutakuwa na mbio za hamasa kwa ajili ya wakazi wa jiji hilo. Ni matumaini yetu kuwa mbio hizi zitajenga mshikamano, afya na maendeleo kwa jamii yetu ya Watanzania. Na kauli mbiu ya mbio hizi ni kasi yetu, nguvu ya jamii yenye afya na maendeleo. Baadhi ya wadau wa SUMA JKT na benki ya CRDB wanaodhamini mbio hizo wanazungumzia uwepo wa mbio hizo jijini Dodoma. Napenda kuhakikishia kuwa kampuni imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa mbio hizi zinakuwa salama na zenye mafanikio. Hakika upendo huu unatupa hamasa kubwa wa kuendelea kufanya kazi na kutambua mchango wa Jeshi la Kujenga Taifa katika kukuza uchumi, kuimarisha afya na kutoa ajira kwa vijana wa Kitanzania. Mbio hizo za SUMA JKT Marathon zitakuwa za kilomita 42, 21, pamoja na kilomita 5, ambapo fedha zitakazopatikana zitapelekwa katika kituo cha afya cha Makole kilichopo mkoani Dodoma na hospitali ya Lugalo ya jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa vifaa tiba na huduma bora za afya kwa mama na mtoto. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.